Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul Maula fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna Adam, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Amanna billahi, sadaqallahul aliyyul azim. Ikhwatul kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukiwa katika wasaa mwingine kukumbushana katika yale ambayo tulikuwa tukiendelea nayo, ambapo palikuwa pakizungumzwa kuhusiana na libasul musalli, mavazi ya mtu mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lugha nyingine, mavazi ya mtu mwenye kuswali. Na tukazungumza jana kukamilisha sharti la kwanza ambalo tulilitaji hapo mwanzo, kwamba vazi la mtu lazima ayakuna tahira, lazima liwe tahara. Na sharti hili tukalieleza mpaka tulipofika mwisho, tukaendelea pale ambapo alipokuwa amekomea mtangulizi wangu. Pindi tulipokuwa tumekamilisha sharti hili la mwanzo, leo tutaingia katika sharti la pili, ambalo ni sharti la mwenye kuswali lazima liwe mubahan. Labudda ayakuna mubahan, lazima liwe ni sharti ambalo lenye kutekelezwa hasa kwa mtu ambaye mwenye kuabudu, ambapo sharti hili laeleza kwamba mtu mwenye kuswali lazima mavazi yake yawe ni ya halali. Sasa tutachukua dakika 10 mpaka 15 pengine kulizungumza sharti hili kwa ufupi sana, pasina kuwachosha watu. Asema katika sharti hili la pili, katika masala ya 863, Sayyidi asema hivi: yajibu an yakuna libasul musalli mubahan, wa man alima bihurmati libasi thawbil maghsub law ta'ammada ityanu salat fi thawbil maghsub aw thawbin fihi khaytun aw azrarun aw ay shay'in akhar maghsub batalat salatuhu, wa hakadha alhukmu binisbati ila aljahili almuqassar. Asema kwamba ni wajibu kwa mtu mwenye kuabudu, kwa mtu mwenye kuswali, vazi lake liwe ni tahara. Hili ni sharti la pili katika yale masharti 6 ambayo yaliorodheshwa, kwamba mwenye kuswali lazima ahakikishe yale masharti yote ameyazingatia. Sasa aeleza katika hili sharti la pili kwamba ni lazima mtu mwenye kuswali awe na mavazi ambayo ni halali. Na ikiwa mtu mwenye kuabudu, mwenye kuswali, akifahamu ya kwamba nguo aliyoivaa, mavazi ambayo aliyoyavaa yanatokana ama yametoka katika hali ya kuporwa, yani mavazi aliyoyavaa ni mavazi ya ghasbi, yameibiwa, yameporwa, ni ya unyang'anyi. Mtu akifahamu hivyo,
lau ta'ammada ityanu salatu fi thawbil maghsub, lau akifanya kusudi baada ya kuwa shafahamu kwamba mavazi hayo ninayoswali nayo ni mavazi ambayo yameibiwa, akifanya aina hii kwamba ajua kabisa kwamba vazi hili ni vazi liloibiwa na yeye akaswali kwa maksudi, asema batalati salatuhu, swala yake ni batil. Katika hali ya namna hiyo, swala ya mtu ambaye anaiswali na mavazi anayejua kabisa mavazi haya ni mavazi yaliyoibiwa sehemu, yameporwa, basi swala yake ni batil. Na hivyo hivyo asema hukumu ni hiyo hiyo kwa jahili ambaye ni mukassir, jahil ambaye ni mzembe katika kujua mambo. Alikuwa anaweza kujifunza akafahamu ubaya wa kuswali na mavazi ambayo ni ya wizi, lakini hakufanya hivyo kwa uzembe tu, pasina ya kwamba labda kuna sababu mbalimbali zinazomzuia yeye kujifunza, lakini hakufanya hivyo kwa maksudi. Swala yake vile vile mtu wa namna hii ni batil. Kisha anaendelea katika masala inayofuata, masala ya 864, asema man ya'lam bi hurmati labsi thawbil ghasbi, mtu ambaye anayejua vazi alilolivaa ni vazi ambalo limeporwa sehemu, limenyang'anywa sehemu, limeibiwa sehemu, akalivaa vazi lile kwa nia ya kuswali nalo, walakin la ya'lam bibutulani salatin fihi, lakini hafahamu kwamba kuswali na vazi la namna hiyo kwamba ni haramu. Sasa sijui kama inawezekana mtu akafahamu kwamba vazi alilolivaa ni vazi la haramu, lakini hajui hukumu ya pili kwamba akiswali na vazi hilo la haramu swala yake ni batil. Ikiwa itatokea katika mazingira ya namna hiyo, kwa sababu lau kila mtu kimuuliza kuhusiana na wizi atakwambia ni haramu na ni jambo baya lisilofaa katika dini zote, katika makabila yote, katika kila sehemu, katika nyanja zote za kimaisha, wizi ni haramu. Kwa hivyo katika dhamiri tu ya mtu ya ndani anajua kabisa mali hii kama imechukuliwa kwa wizi, lau atakapokwenda kuiswarifisha katika mazingira mengine, maana yake bado anafanya haramu. Sasa ndio anasema ikiwa mtu atafahamu kwamba vazi alilolivaa ni vazi la haramu, limeibiwa sehemu, na baada ya kwamba tayari ashafahamu akaswali na vazi hilo hilo, ili hali yeye ajui hukumu yake kwamba kuswali katika vazi la namna ile ni haramu, anasema idha salla fi thawbil ghasbi mutaammidan batalat salatuhu, ikiwa ataswali katika nguo hiyo ambayo anayejua kwamba tayari imeibiwa sehemu, akafanya hivyo kwa maksudi, batalat salatuhu, swala yake ni batil, hata kama alikuwa hajui kuswali na vazi la namna hiyo ni haramu. Maadamu tu ameswali na vazi liloibiwa, basi swala yake inakuwa katika mahalul ishkal, inakuwa ni haramu na imebatulika. Kisha anahama katika masala inayofuata ya 865, akisema idha lam ya'lam au nasiya kusuran fi jahalil wan nisyan thawbihi ghasbin fasalla fihi sahhati salatuhu, mtu akifahamu ya kwamba, mtu akiwa hafahamu ya kwamba vazi alilolivaa ni vazi lililoibiwa, au anafahamu kwamba vazi alilolivaa ni vazi liloibiwa, lakini akaswali nalo ili hali yeye amesahau kama vazi hili limefanya nini, limeibiwa, fasalla fihi, akaswali na vazi hilo, sahati salatuhu, swala yake ni sahihi, inakuwa haina shaka ndani yake. Anajua kwamba vazi limeibiwa, lakini akaswali na vazi hilo ili hali yeye akiwa ni mtu mwenye kusahau, amesahau kama vazi limeibiwa sehemu, au alikuwa hajui kama vazi limeibiwa sehemu,
katika hali ya namna hiyo na katika mazingira ya namna hiyo, fasalla fihi, na akaswali na mavazi ya namna hiyo, sahhat salatuhu, swala yake inakuwa ni sahihi. Kisha anaendelea akisema, walakin idha ghasaba shakhsun thawbun binafsihi, ikiwa mtu akaiba vazi hilo yeye mwenyewe, ndiyo mwizi. Ai kana almusalli nafsul ghasib, mwenye kuswali yeye ndiyo mwizi. Thumma nasiya, kisha akasahau, annahu ghasaba hadha thawb fasalla fihi, kwamba vazi hili akalisahau kana kwamba liliiba sehemu, akaswali na vazi lile lile ambalo ameliiba ili hali amesahau. Fa ala al-ahwatu al-ujuba, anasema na kwa tahadhari ya wajib, ayuidaha fi thawbil mubah, airudia swala yake katika vazi ambalo ni halali kwa wakati mwingine. Kisha anaendelea akisema ya kwamba idha lam ya'lam au nasiya anna thawbahu ghasbi wa alima bidhalika fi athna'i salat, asema ya kwamba mtu akifahamu kwamba vazi alilivaa lilikuwa limeibiwa sehemu lakini akasahau, au alikuwa hajui kwamba vazi alilivaa limeibiwa sehemu, akayajua hayo akiwa katika hali ya kuswali, yuko katika swala, ndipo alipofahamu kwamba vazi hili lilolivaa ni vazi ambalo limeibiwa sehemu, au akakumbuka kwamba vazi hilo lilivaa lilikuwa limeibiwa sehemu. Asema hivi, fa in satara auratahu shay'an akhar, ikiwa ataweza kustiri uchi wake kwa kitu kingine, wa amkanahu an yaz'a thawb al-ghasbi bidunihi fawran au biduni an yahdima muwalati salat, lazama an yanza'ahu wa sahhati salatuhu. Asema kwamba ikiwa mtu yuko katika mazingira ya namna hiyo, alikuwa anajua kabisa mwanzo vazi alilivaa ni vazi limeibiwa sehemu, lakini akasahau kama limeibiwa, au alikuwa hajui kama vazi alilivaa ni vazi liloibiwa sehemu, akawa anaswali nao. Katika hali ya kuswali akakumbuka, yuko katika swala, kwamba vazi alilivaa ni vazi limeibiwa. Sasa anasema ikiwa ataweza kulivua katikati ya swala lile vazi, akalivua akaliweka sehemu pasina ya kuharibu muwalatu salat, katika wajibatu salat, kama hatukuwahi kusoma pengine zikafundishwa hapa, moja katika yale masharti ya wajibatu salat, kuna kipengele kimeandikwa almuwalat, kwamba ni lazima ufuatanishe vitendo vya swala. Sio hapo umesoma ukakaa dakika kadhaa kisha ukaendelea, au umerukuu ukasimama muda mrefu sana baadaye ukaendelea, kiasi kwamba akipita mtu akasema huyu hayuko katika swala. Kwa hiyo lazima ufuatanishe vitendo vya swala. Utakapotoka tu katika rukuu utaitidali, kutoka katika itidali utakwenda katika sujudu. Sio umesujudu sajda ya kwanza ukasubiri ya pili karibia dakika kadhaa. Lazima pawepo ule muwalat, mfuatanisho baina ya kitendo hichi na kitendo hichi, pasina kusubiri. Sasa ndo anasema ikiwa mtu ataweza kulivua vazi la haramu akiwa katika swala pasina kuharibu mtiririko huu wa swala, basi anasema ni lazima avue, ikiwa ataweza kufanya hivyo. Fa in tasaa alwaqti walau bimiqdari adaa arraka'a dakhil alwaqt wajaba an yaqta'a salatahu wa yasta'anifu as-salati min jadid. Anasema ikiwa atapata muda mdogo sana wa kuiswali angalau rakaa moja tu adaa, muda umekuwa mchache, pengine ni saa 12 na madakika kadhaa, jua linakaribia kuzama, akaweza kuiswali swala rakaa moja katika muda ule wa adaa tu, basi ni lazima aikate swala yake na aanze upya,
kuiswali hiyo swala, hata kama itamtosha rakaa moja tu kuiswali ada, rakaa zingine zitakazofuata akaziswali nje na muda, ni lazima kwake aikata hiyo swala, wa yasta'anifu salatahu min jadid, na aanze swala yake upya, fi thawbi mubah, katika muda, katika vazi ambalo ni halali. Kisha anasema wa idh lam yakun indahu hatta hadha almiqdar min alwaqti yajibu alayhi an yaz'a thawbahu fi athna as-salat wa yutimmaha hasbi wadhifatu al-araa al-madhkura. Anasema na ikiwa hapati muda isipokuwa huo mchache sana wa kuiswali rakaa moja tu adaan, asema ya kwamba katika mazingira ya namna hiyo, basi ni lazima aitimize hiyo swala yake, halafu aje airudie baadaye katika vazi ambalo ni vazi la halali. Kisha anasema katika masala inayofuata, idha salla ahadun fi libasi ghasbi hafidhan ala hayatihi au li ajli an la ya'khudha as-sariq dhalika thawbi al-ghasbi sahhati salatuhu. Anasema katika hii masala, mtu ambaye anayemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu ambaye anayeswali, ikiwa ataswali na vazi ambalo ni vazi la haramu, na anafahamu kabisa ni vazi la haramu, limeibiwa sehemu, isipokuwa kuswali kwake kule ni kwa ajili ya kuhifadhi maisha yake. Inawezekana mtu akaswali katika mazingira ya namna hiyo, kwamba alipopita au sehemu alipo pengine ni jangwani au ni porini, kwa kuhofia pengine vibaka, na katika mazingira ya namna hiyo kuibiwa, kuhifadhi maisha yake, badala ya kuswali na nguo zake nzuri ambazo ni za halali, akaamua kupita pengine sehemu, akachukua vazi la mtu mwingine akalivaa kwa kusudi la kutokudhuriwa maisha yake, akalivaa akaswali katika mazingira ya namna hiyo. Anasema inajuzu na inafaa, na swala yake inakuwa ni sahihi na haina mushkili ndani yake, kama ni kwa ajili ya kuhifadhi maisha yake au ni kwa ajili ya mwizi asije akamuibia. Unahisi pengine ukiweka mavazi yako sehemu mwizi atakuibia, au ukiyavaa yale mavazi yako ukawa na swali nayo utavamiwa, baadaye utavuliwa nguo zako hizo nzuri, basi ni wajibu kwako kuswali na vazi ambalo hilo ambalo umelichukua la haramu na ukaswali. Na tulieleza ni katika aina ya mtu anayepaswa kuelewa kwamba wajibu wa swala ni kitu gani. Hata katika mazingira ya namna hiyo mtu anapaswa kuswali. Sasa sitaki sana kuwachosha, nataka kumalizia kipengele hichi ya kwamba idha ishtara thawban bi'aini al-mali ghairi mukhammas au wa ghairi al-muzakki ay mimma lam yadfa khumsahu au zakatahu wa salla fihi kanat salatuhu mahalli al-ishkal. Mtu ambaye amenunua vazi kwa pesa ambayo ilikuwa aitolee khumsi kwa mali ambayo alikuwa nayo, na ilikuwa imefikia kiwango cha kutoa khumsi au zakatul mal, na hakufanya hivi, kisha akanunua vazi kwa pesa hizo na akaswali na vazi la namna hiyo, ambayo vazi hilo lilikuwa kwanza atoe zakatul mal au atoe khumsi, hakufanya hivi. Anasema wasalla fihi, na akaswali katika vazi la namna hiyo, anasema salatuhu kanati fi mahalil ishkal, swala yake iko katika shida na matatizo, iko katika mushkil. Ulikuwa una mali, badala ya kuitoa kwanza khumsi na imefikia viwango vya khumsi,
ulikuwa una mali na imefikia viwango vya kutoa zakatul mali na haukutoa, ukachukua mali ile, ukachukua vazi lingine ukanunua, swala yako ukiswali katika vazi la namna hiyo inakuwa katika mushkil, katika shida. Hii ilikuwa hili lilikuwa ni sharti la pili katika yale masharti ya libasul musalli, ambalo la kwanza lilikuwa lazima ayakuna libasuhu tahir, lazima vazi lake liwe ni tahir, na la pili ndio hili ambalo tumelieleza, lazima ayakuna libasahu mubahan, liwe ni mubahan, ni halali. Sasa sharti linalofuata ni sharti ambalo pia tusingeweza sana kulieleza kwa wakati huu kwa sababu muda ni mchache na lina tafsiri ndefu, ila tu naomba taishia hapa, nitakomea hapa. Inshallah tutakapopata wasaa mwingine pengine wa kuyazungumza haya tutaweza kuyazungumza. Kwa wakati huu mchache wa dakika 2 au 3 tutaruhusu kama kutakuwa kuna swali la aina yoyote. Inshallah. sio halali na akawa anafanya ibada, ukatuambia ibada yake itakuwa ni babu. Je, sawa? Ikiwa najua kabisa hili jambo msikiti umeporwa na nikaenda mimi naenda kusali na alikuwa najua kabisa umeporwa, hukumu yake ni nini? Asante. Unajua kabisa msikiti umeporwa, lakini ukaenda kuswali katika msikiti ule ule ambao umeporwa. Kujua kwako tu tayari kunatosha kutokwenda kuswali katika msikiti wa namna hiyo, kwa sababu umeporwa na unafahamu kwamba msikiti ule ulikuwa ni milki pengine ya mtu fulani au ya watu fulani, umeporwa. Wewe umekwenda kuswali na unajua, maka swala tu kabatu, swala yako ni batil.